Karibu Mafia. Mafia ni wilaya iliyopo kisiwani, kisiwa kilichozungukwa na visiwa vidogo vidogo muhimu kama Chole, Jibondo, Juani, Gwejuu, Shungi Mbili pamoja na Nyororo. Wilaya hii iliyoko katika mkoa wa Pwani ina jimbo moja la uchaguzi ambalo ni Mafia, ambalo kwa sasa linaongozwa na mbunge wa kuchaguliwa Mheshimiwa Omar Kipanga, ambaye pia ni naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Nimefika katika jimbo hili na kujionea shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwa pia ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM inayosimamiwa kitaifa na Rais Samia Suluhu Hassan, na huku jimboni inasimamiwa na kutekelezwa na mbunge Omar Kipanga. Kabla ya kuendelea na ziara hii muhimu hapa Mafia, na kabla sijakupitisha katika baadhi ya miradi, hebu nikujulishe kidogo kuhusu Mafia. Mafia ni kisiwa cha kitalii kama nilivyosema hapo awali, kikikadiriwa kuwa na zaidi ya wakazi 16,000. Kisiwa hiki kina vijiji 23, kata 8 na tarafa 2, kaskazini na kusini. Kivutio kikubwa hapa Mafia ni pamoja na fukwe zake safi na zenye kuwavutia watu kutoka ndani na nje ya nchi kuja kujionea samaki wa maajabu, papa potwe, samaki ambaye anapatikana katika nchi 4 tu duniani, na kwa Tanzania ni hapa Mafia. Lakini pia shughuli mbalimbali za michezo ya baharini kama kuogelea, kupiga mbizi, kuogelea na samaki kama papa potwe, pamoja na uvuvi ikiwa ni sehemu ya michezo kwa watalii na michezo mingine mingi. Uvuvi wa samaki na dagaa pamoja na kilimo cha nazi, korosho na kilimo cha mwani ni shughuli kubwa za wakazi wa maeneo haya, huku wilaya hii ikitegemea pia uchumi wa buluu. Serikali ya Tanzania, kwa kufahamu na kutambua umuhimu wa kisiwa hiki, maendeleo na huduma mbalimbali za kijamii kama afya, barabara, elimu pamoja na maji yameelekezwa wilayani Mafia. Lengo ni kusogeza huduma hizi karibu na wananchi na kukuza uchumi wa kisiwa hiki. Sasa nikulete moja kwa moja katika miradi ya maendeleo wilayani Mafia, mingi ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na hapa tutaangalia katika sekta ya afya, elimu, barabara, maji, utalii, na pia tutazifahamu fursa adhimu ndani ya kisiwa hiki. Mbunge wa jimbo hili Omar Kipanga, ambaye ndiye mwenyeji wetu, yeye aliingia madarakani kwa kupokea kijiti cha maendeleo kutoka kwa watangulizi wake, na kisha anaweka mipango mikakati yake, huku akiitazama sekta ya afya na kuona umuhimu wa ujenzi wa vituo vya afya pamoja na zahanati, huku hospitali ya wilaya nayo ikipata neema ya kukarabatiwa na kisha kuongezewa idadi ya majengo ya kutolea huduma. Lakini kwanza nikufahamishe, wilaya ya Mafia ina vijiji 23 kama nilivyosema hapo awali, kata 8 na vitongoji 136, huku kukiwa na tarafa 2 tu ya kaskazini pamoja na kusini. Hadi sasa kati ya vijiji 23, vijiji 20 tayari vina zahanati. Lakini pia tarafa ya kaskazini tayari ina kituo kimoja cha afya, huku kituo kingine cha afya kikisubiriwa kukamilika hivi karibuni na kinajengwa katika eneo la Kiegeani. Na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba ipo hospitali kubwa ya wilaya ambayo nayo inaendelea kuboreshwa kwa kuongezewa majengo ya kutoa huduma, kuongezewa vifaa tiba na maboresho mengine mengi, huku ikimiliki magari mawili ya kubebea wagonjwa. Lakini hebu tuanzie hapa katika hospitali ya wilaya ya Mafia. Dr. Omar Mvulana, kaimu mganga mkuu, hapa anatupitisha katika hospitali hii na kutuonesha hatua ambazo zinaendelea kuchukuliwa ili kuboresha huduma za afya hospitalini hapo. Katika uboreshaji wa huduma za mama na mtoto, tumefanikiwa kukarabati jengo ambalo unaliona hapa, ambalo hili ni mahususi kwa ajili ya kuhudumia mama na mtoto. Jengo hili kipindi cha nyuma lilikuwa ni jengo dogo na lisilokidhi ubora, hasa katika kuongeza ufanisi wa wahudumu kutoa huduma katika mama na mtoto. Katika mwaka wa fedha 21-22, katika juhudi za kuendelea kuboresha huduma za afya, wilaya ya Mafia tumepokea kiasi cha fedha milioni 550. Fedha hizo zilikuja mahsusi kumaliza kilio cha muda mrefu cha wananchi wa Mafia, hasa katika swala la huduma za dharura pamoja na huduma za wagonjwa mahututi, ambazo huduma hizo zimepelekea wagonjwa wengi wa Mafia kusafiri nje ya Mafia kwenda kutafuta huduma hizo. Fedha hizo zimetumika katika kujenga majengo hayo mawili, ambayo moja mnaliona hapa mbele na jingine liko mbele kidogo, na tunategemea hivi karibuni mradi huu utakamilika na huduma za wagonjwa mahututi pamoja na wagonjwa wa dharura zitatolewa katika hospitali yetu ya Mafia kikamilifu. Hapo awali tulikuwa hatuna uwezo wa kuhifadhi maiti kwa muda mrefu kwa kuwa hatukuwa na majokofu pamoja na kemikali, lakini kwa sasa kwa jengo hili jipya tuna uwezo wa kuhifadhi miili
6 tofauti na hapo nyuma. Naitwa Kadri Ali Hamadi, ni kaimu lab manager. Kwa hali hiyo tulionayo, tunamshukuru rais wetu kwa ujenzi wa jengo hili la maabara. Tulikuwa hatuna kwa kweli, ilikuwa ni tabu kwa kweli. Naona kwa tunashukuru sana kwa jengo hili. Kwa sasa hivi kama unavyoona hapa, tuna wasa wa kutosha wa kufanya kazi zetu. Wakati tulikuwa tunajibana kweli, lakini kwa ujenzi wa jengo hili tunashukuru, tunafanya kazi zetu kwa wasa, kwa nafasi ya kutosha. Unaona zile changamoto nyingi ambazo tulikuwa tunazo sasa zimepungua kwa kiwango kikubwa. Na baada ya kumalizika kwa jengo hili, tukaongezewa na mashine zetu za kufanyia kazi ambazo wakati huo ilikuwa hatuna. Kwa mfano tuna mashine yetu ya biochemistry pale kubwa ya kisasa ambapo tunaweza kurun sample nyingi zaidi. Pia tuna mashine ya hematology, tuliongezewa baadhi ya mafriji tunao kwa ajili ya kutunzia sample zetu. Tupata mashine ya Gene Expert ambayo ipo ndani hapo, kama mmefika kuiona. Tulikuwa tunasimia sample za sputum. Sasa tunatumia mashine, imekuwa imepata wepesi zaidi katika kazi zetu. Kwa mfano tulikuwa na wagonjwa wetu 4, tunaweza kufanya samples kwa wakati mmoja. Pamoja na fedha za serikali, pia tuna ushirikiano mkubwa na wadau mbalimbali katika kuboresha huduma zetu za afya, ikiwemo watu wa Korea Coffee ambao wametusaidia kwa kiasi kikubwa, hasa kwa upande wa vifaa tiba pamoja na usafirishaji. Nyuma yangu hapa kuna gari ambayo wametusaidia watu wa Korea kwa mradi wao wa Coffee, na pia hospitali pamoja na wilaya kiujumla tuna magari mawili ya wagonjwa, likiwemo hili moja ambalo tumesaidiwa na Coffee. Ukija hapo unahudumiwa vizuri, unasikilizwa. Kwa sie wajawazito ndio kama mnavyotuona hivi, tunahudumiwa vizuri tu. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, tunashukuru sana madokta, manesi wanatuhudumia vizuri. Ukija hapa wakarimu, wapole, wanawasikiliza. Tuna boti ya kubebea wagonjwa. Boti hii ilikuwa ni kilio cha muda mrefu sana cha watu wa Mafia. Hakika boti hii imekuja kama mkombozi, na niseme kwa dhati kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mbunge wetu kwa juhudi zake kubwa za kukamilisha ujenzi wa boti hii na kuja kuanza kazi katika kisiwa chetu. Tukumbuke kisiwa chetu ina visiwa pia, maanake visiwa ndani ya kisiwa. Kwa hiyo usafiri wa wagonjwa kutoka visiwani kuja kisiwa kikuu na kutoka kisiwa kikuu kwenda bara, huu ndo umekuwa mwarobaini wake. Kimekuwa kilio cha muda mrefu, lakini huu umekuwa mwarobaini kwa maana ya kuwafikisha wagonjwa kwa haraka pale wanapotakiwa kwenda kupitia njia ya maji, na pia kwa gharama nafuu. Usafiri huu unaweza kumfikisha mgonjwa kutoka kisiwa kikuu mpaka bara kwa muda wa dakika 45, na akafika hapo akapata usafiri mwingine akaenda mpaka hospitali anayotakiwa kwenda kufanyiwa matibabu bila tatizo lolote. Na pia ina uwezo wa kubeba wagonjwa kutoka katika visiwa vidogo vya Mafia na kuwaleta katika kisiwa kikuu kwa ajili ya matibabu zaidi, kitu ambacho kipindi cha nyuma ilikuwa ni changamoto. Napata nafasi pia ya kukutana na mbunge wa Mafia, Mheshimiwa Omar Kipanga, akikagua moja ya mradi wa ujenzi wa kituo cha afya tarafa ya Kusini, na hapa anatupa taarifa kuhusu miradi yote ya afya hapa Mafia. Leo nimekuja kutembelea na kukagua ujenzi au ukamilishaji wa ujenzi wa kituo chetu kikubwa kabisa cha afya katika tarafa hii ya Kusini hapa wilayani Mafia. Mradi huu ni miongoni mwa vituo ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa na maono ya kuhakikisha kwamba katika sekta ya afya tunafanya jambo kubwa kwa lengo la kuwasogezea wananchi huduma ya afya karibu na maeneo wanayoishi. Ikumbukwe kuwa wilaya hii ya Mafia ina tarafa mbili. Ina tarafa ya Kusini na tarafa ya Kaskazini. Hapo awali tulikuwa na kituo cha afya katika tarafa yetu ya Kaskazini, lakini katika tarafa hii ya Kusini ambayo ina kata hii ya Kiegeani, kata ya Kilindoni pamoja na kata ya Jibondo na Miburani, vilikuwa havina kituo cha afya katika eneo hili. Mheshimiwa Rais kupitia tozo zile za miamala ya simu aliridhia matumizi ya fedha zaidi ya milioni 750 kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki kikubwa kizuri, na hivi sasa kimekamilika, na tunachosubiri sasa ni vifaa tiba
pamoja na madawa kwa ajili ya ufunguzi wa kituo hiki ambacho kitaendelea au kitakuwa kinatoa huduma katika tarafa yetu hii ya Kusini. Nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais. Nichukue fursa hii kumshukuru sana kwa maono yake, lakini kwa mapenzi yake kwa watu wa Mafia. Kazi iliyofanyika Mafia ni kubwa sana katika kipindi kifupi cha utawala wake. Sambamba na kituo hiki, Mheshimiwa Rais ametuwezesha katika ujenzi wa zahanati nyingine 4 ambazo nyingine zimeshakamilika, lakini nyingine bado zinaendelea na ujenzi. Ukienda katika kijiji chetu cha Kilindoni, ametoa pale Mheshimiwa Rais milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Kilindoni, kwa sababu ilikuwa haina zahanati katika tarafa hii ya Kusini. Lakini ukenda Mlongo, Mheshimiwa Rais alitoa zaidi ya milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati pamoja na nyumba ya mkuu wa kituo pale, ili itakapokamilika iweze kutoa huduma. Kituo kile cha Mlongo kimekamilika, watumishi tayari wameshapelekwa na kituo kimeanza kutoa huduma. Hiyo ni zahanati ya pili. Lakini ukenda Gonge nako vile alitupa zaidi ya milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ile ya Mlongo. Zahanati imekamilika, tayari tumeshapokea watumishi, na ifikapo tarehe 25 watumishi wale watakuwa wameripoti kwa ajili ya kuanza kutoa huduma katika eneo lile. Lakini haikuishia hapo, Mheshimiwa Rais ametoa tena fedha zaidi ya milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Kifinge. Zahanati tayari imekamilika, watumishi wameshapelekwa, tarehe 25 zahanati ile tunakusudia au tunakadiria itakuwa imeanza kutoa huduma. Kwa hiyo katika eneo tu hili dogo la afya, kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais tayari ameshaifanya. Katika kituo chetu cha afya Kirongwe ambacho ujenzi wake ulikuwa tayari umeshakamilika toka mwaka 2020, tulikuwa hatuna gari ya kubebea wagonjwa. Mheshimiwa Rais tayari ameshaleta gari ya kubebea wagonjwa kwenye eneo lile la kituo chetu cha afya kile katika tarafa ya Kaskazini, na tayari imeanza kutoa huduma. Lakini sambamba na hiyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuishia hapo. Ametuletea boti ambayo ni ambulance boti. Lakini juzi tumepokea watumishi wapya 11, kwa sababu vituo hivi tunavyovizungumza vyote vitahitaji watumishi. Havitaweza kutoa huduma bora na salama na jumuishi bila kuwa na watumishi wa kutosha. Tumepokea madaktari, tumepokea manesi, tumepokea clinical officer kwa ajili ya kuja kuwahudumia wananchi wetu. Na hayo ni baadhi kati ya mengi yanayofanywa na yanayoendelea kufanywa katika sekta ya afya Mafia. Wazee walisema elimu ni ufunguo wa maisha, na ikiwa unaona elimu ni ghali, basi jaribu ujinga. Ujinga kwa tafsiri ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuwataja maadui watatu, ujinga alimaanisha ni ukosefu wa elimu. Tangu kuingia madarakani kwa mbunge Omar Kipanga mwaka 2020 na kasi ya maendeleo ya elimu inayochagizwa na utawala wa rais wa awamu hii ya 6 Mama Samia Suluhu Hassan, imebainika wazi hapa Mafia, ambapo napata nafasi ya kutembelea mradi wa ujenzi wa shule ya msingi na kukutana na mkurugenzi wa Mafia. Na ikumbukwe kwamba shule hii ni mpya ambayo ipo katika kijiji cha Kilindoni, kata ya Kilindoni, kitongoji cha Vunjanazi, na kijiji hiki kina jumla ya shule za msingi za serikali 5 na hii ni shule ya 6. Eneo lingine ambalo sisi kama halmashauri ya wilaya tunayo kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia jitihada za Mheshimiwa mbunge ni upatikanaji wa mradi huu. Kama nilivyoeleza hapo mwanzo, mradi huu ni wa shule ya msingi ambao serikali imetutengea milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa shule hii mpya. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakifungua kisiwa na inatuletea miradi mingi. Kuna mradi mwingine wa shule mpya ya sekondari ya kidato cha kwanza mpaka cha 6 Jibondo, bilioni 1 imeletwa kule na mradi unaendelea sasa hivi, upo kwenye hatua za umaliziaji. Shule hii tumechagua kuiweka hapa kwa lengo la kuwapunguzia umbali wa wanafunzi. Shule tuliyokuwa nayo ilikuwa ni Kigamboni shule ya msingi ambayo ilikuwa inachukua wanafunzi zaidi ya 1000. Kwa hiyo kwa makazi ya pale, kwa hiyo wanafunzi kutoka maeneo ya Kiegeani, karibu na Kiegeani na huko Kigamboni ilikuwa kuna hatua kidogo, lakini once shule hii itakavyokamilika ina uwezo wa kutatua changamoto na kuwasaidia wananchi wanafunzi mbalimbali ambao hawapo karibu kabisa na Kigamboni, lakini pia wako mbali na
Kitomondo au Kiegani. Kwa hiyo itaweza kuwasaidia kupunguza ule umbali wa kutembea na hiyo kufurahia masomo ya shule ya msingi. Mafundi wako site wanaendelea na kuseti majengo. Majengo yote yanainuka kwa pamoja, ambao ni jengo la utawala moja, lakini kutakuwa na madarasa 11 na kuna nyumba mbili ambazo ni 2 in 1, mbili pamoja na vyoo, tundu 20 kwa ajili ya wanafunzi na tundu 4 kwa ajili ya walimu. Kwa kweli kwenye hili pongezi kubwa ziende kwa. Tunashukuru serikali kuona changamoto yetu ya majengo kuwa tulikuwa tuna idadi kubwa ya wanafunzi ambayo ilipelekea mlundikano mkubwa kwenye darasa, watoto hakuweza kujisomea vizuri. Kutokana na fursa hii, watoto watapata fursa nzuri ya kujisomea na hata ufaulu utaongezeka. Mimi kama mzazi nashukuru kutokana na mradi huu kuwepo eneo hili, kwani umepunguza umbali mrefu wa watoto kutoka nyumbani kwenda shuleni. Pia itapelekea hasa watoto wa kike kuwa na usalama zaidi katika elimu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali. Katika upande wa elimu, kubwa linalofanyika ni ukarabati na ujenzi wa madarasa, ujenzi wa nyumba za watumishi, pamoja na ukarabati na ujenzi wa maabara mashuleni. Katika suala la elimu hasa sekondari, inanilazimu kufunga safari hadi katika shule ya sekondari Kitomondo, shule iliyofanya vizuri katika mtihani wa kidato cha 6 mwaka huu kwa kuwa ya 5 kimkoa na ya 85 kitaifa kati ya zaidi ya shule 600, ambayo sasa nayo imefikiwa na mradi wa ujenzi wa vyumba vya madarasa, lakini pia ukarabati wa miundombinu mbalimbali shuleni hapo, kama anavyobainisha mkuu wa shule hiyo. Kwanza tuliletewa fedha kwa ajili ya ukarabati wa maabara zetu za sayansi ambazo zilikuwa na hali mbaya. Tumejitahidi, zimeboresha, ziko vizuri na zinatumika na wanafunzi wanafurahia na wanafanya vizuri kwenye masomo yao ya sayansi kwa vitendo. Lakini pia tuliletewa mradi wa ujenzi wa madarasa mawili 2020 ambayo imeongeza uboreshaji wa miundombinu ya shule katika shule ya sekondari Kitomondo, maana imepunguza changamoto ya uchache wa madarasa. Lakini kwa mwaka 2021 kupitia fedha za Uviko pia tumepata madarasa mawili bora kabisa hayo. Kwa hiyo nao pia imeongeza chachu ya maendeleo kwa upande wa sehemu ya taaluma. Lakini kupitia uboreshaji wa miundombinu tunaona hali ya taaluma pia inazidi kuboresheka au inazidi kufanya vizuri. Kwa kipindi cha miaka miwili mfululizo 2020-2021, kianza kwa kidato cha 4, kwa sababu tulifanikiwa kupeleka watoto 34 ambao ilikuwa sio kitu cha kawaida kwetu kupeleka. 2019 tulipeleka watoto 5, lakini 2020 tulipeleka watoto 34 elevo kati ya watoto 132. Lakini 2021 tumeongeza idadi ya wanafunzi zaidi kupeleka kidato cha 5, kutoka wanafunzi 34 tumefikia wanafunzi 40, kwa maana wanafunzi 30 wameenda kidato cha 5, wanafunzi 10 wameenda vyuo mbalimbali. Lakini uboreshaji wa miundombinu kupitia serikali yetu ya awamu ya 6 tumefanikiwa pia kupata mafanikio makubwa sana kwa upande wa A-level na kidato cha 5 na 6. Kwa miaka yote hiyo miwili matokeo yamezidi kuwa bora na bora zaidi, na mwaka 2022 ambayo matokeo yametoka wiki mbili zilizopita, shule yetu ya Kitomondo sekondari imeweza kufanya vizuri zaidi kupita miaka yote, kwani kati ya wanafunzi 42 wanafunzi 26 walipata division 1 maana daraja la kwanza, 15 walipata division 2 na mwanafunzi mmoja alipata division 3, na hiyo tu kutokana na changamoto mtoto alikuwa anaumwa. Kwa hiyo otherwise tulikuwa na uhakika kupeleka watoto wote kwa division 1 na division 2. Kwa hiyo tunasema haya mafanikio yote tuliyopata kama sehemu ya shule ni uboreshwaji wa miundombinu ya kujifunza na kujifundishia ndio wamepelekea kupata matokeo mazuri kwa vidato vyetu vya mitihani. Safari haishi hapo, bali inakwenda moja kwa moja hadi katika kisiwa cha Jibondo, ambapo huku nako kuna mradi wa shule ya sekondari unatekelezwa. Ningependa kutoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kutuwezesha wananchi wa kijiji hiki cha Jibondo pamoja na kata mzima kwa ujumla, kwa vijiji hivyo vitatu ambapo ni Chole,
Jiwani pamoja na hapa Jibondo kusaidia wananchi katika kurahisisha zoezi la utoaji wa elimu ya sekondari ambayo kwa muda mrefu ilikuwa bado haijapatikana kwa wananchi wa visiwa hivi. Lakini pia mradi umejitahidi au umefanya vizuri katika kuamua katika upande wa uchumi wananchi kupata huduma hii ya elimu ya sekondari kwa gharama nafuu sana, tofauti na miaka mingi iliyopita ambapo wanakijiji wamekuwa wakitumia gharama kubwa sana hususan za usafiri pamoja na kujikimu katika kugharamia elimu ya vijana wao. Kwa hiyo shukrani kubwa sana kwa serikali ya awamu ya 6 pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pia. Naitwa Fatuma Hassan. Mwanzoni kutoka hapa shule hakuna. Watu walipata kazi kubwa kwenda kumsomesha mtoto ng'ambo. Kwa hiyo watu wengi hawakuendelea kwa sababu ya gharama. Na pia watoto wengi wa kike wameishia kati masomo kwa kupata mimba za utotoni. Naitwa Hassan Mwinyi Hassan. Nimefunza shule ya sekondari Jibondo, Mafia. Mimi nashukuru serikali kwa kuleta shule hii. Anaamini huu ni mwanzo. Na baada ya miezi kadhaa shule itakuwa imekamilika. Kwa itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa wanafunzi nasoma hapa, tunalala hapa shule. Naitwa Ali Amri Muhammad Msonga maarufu, ni mwananchi wa kijiji cha Jibondo. Tutanufaika sana mimi nafikiri, kwa sababu kuna wazazi kwa mfano wengine walikuwa wanashindwa kuwapeleka watoto maeneo tofauti, lakini uwepo hapa, hiyo hatua kwanza. Hatua ya pili, mji wenyewe kijiji kitakuwa, mimi naamini kitakuwa kwa kasi, kitakuwa na mwingiliano wa watu wengi ambao watatoka sehemu nyingine watakuja hapa. Kwa hiyo wanapokuwa sehemu yote inavyoingia wageni au tofauti, kuna manufaa lazima yanapatikana. Mambo ya kibiashara, mambo mengi, unaweza kusema kisiwa kitafunguka sasa. Watu watakuwa wanaingia na kutoka. Ina maana biashara nyingi zitakuwa. Taarifa za kina kuhusu miradi ya maendeleo Mafia zinanifanya nikutane tena na mheshimiwa mbunge ofisini kwake, na kisha hapa anaelezea yale yaliyotendeka katika upande wa elimu jimboni kwake. Kwamba maendeleo makubwa na mabadiliko makubwa na mapinduzi makubwa tumefanya katika eneo letu la elimu, hasa kwa upande wa miundombinu. Naomba niwahakikishie au niwathibitishie kwamba zaidi ya shilingi bilioni 6.2 zimeweza kupelekwa ndani ya kipindi cha miaka hii miwili, yani mwaka 2021 22. Zaidi ya bilioni 6.2 zimekwenda kwenye eneo la elimu peke yake katika jimbo letu la Mafia. Maeneo gani ambayo yamekwenda? Kama tunavyofahamu, jimbo letu hili la Mafia lina jumla ya kata 8 na vijiji 23. Mimi wakati naingia mwaka 2020, kuna kata 2 kwanza zilikuwa hazina shule za sekondari, ambayo ni kata yetu ya Ndagoni pamoja na kata yetu ya Jibondo. Kwa hizo kata 2 miongoni mwa kata ambazo zilikuwa hazina shule, basi kata zetu hizi 2 zilikuwa hazina shule za sekondari. Lakini vile vile tulikuwa na shule zetu za msingi. Sisi hapa katika wilaya ya Mafia tuna shule za msingi 34. Lakini nyingi ya hizo shule zilikuwa kwenye hali ambayo ni chakavu au miundombinu ambayo isiyotosheleza. Naomba niuthibitishie umma na tumpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuridhia matumizi, lakini kwa kuleta vile vile fedha hizi kwa ajili ya kurekebisha miundombinu katika shule zetu za msingi na sekondari. Katika kata hizi niweze kusema tu karibu shule zote katika jimbo letu la Mafia, wilaya yetu ya Mafia, halmashauri ya Mafia, aidha zimeongezewa miundombinu au zimejengwa upya au zimefanyiwa ukarabati. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge. Juhudi zake ni kubwa kabisa kwenye elimu, na binafsi niseme kwamba maazimio ya kuihamisha shule kuleta hapa tulikuwa nayo karibu miaka 5, lakini hatukuweza. Hivi kilichofanyika hapa kwake yeye, sidhani kama sisi tungeweza kukitekeleza. Lakini hata hivyo pia tuna ahadi ya kupata nyumba za walimu, ambao shule itakuwa pamoja na nyumba zake za walimu 2 za kuanzia. Lakini mradi unasema kwa maelekezo ya Mheshimiwa mbunge utaendelea. Niseme tu katika wilaya ya Mafia katika awamu hii, nasema kabisa tuna mbunge makini ambaye kwenye elimu amepambana kwenye maeneo mengi kwa uwazi kabisa. Sisi watu wa Mafia tutakuwa
si wengi wa shukrani kama hatukuweza kumshukuru yeye, kwa sababu usiposhukuru yule unayemuona basi huwezi kumshukuru Mungu usiyemuona. Tumepata mradi huu kutokana na uchakavu wa shule yetu ya mwanzo ambayo tulikuwa tunaitumia, ambayo mpaka sasa hivi bado wanafunzi wanaitumia. Lakini kwa juhudi kubwa za Mheshimiwa Naibu Waziri, baada ya kuitembelea shule yetu baada ya juhudi kubwa za Mheshimiwa Mbunge ambaye pia ni Naibu Waziri, baada ya kuitembelea shule yetu na kuona uchakavu uliopo, tukamuomba tuweze kukarabati shule yetu, lakini akafikia kiwango cha kusema ile shule haikarabatiki. Kwa hiyo akatushauri tutafute eneo jipya ili tuweze kujenga shule nyingine mpya yenye nafasi, yenye maeneo yote yanayostahili. Nyumba za walimu ziwepo, lakini pia na maeneo pia ya michezo. Kutokana na ufinyu wa lile eneo la mwanzo, basi tulishauriana, tulikubaliana, tukatafuta eneo, na mpaka sasa hivi tumekubaliana na mheshimiwa kwa msaada mkubwa aliotupa, tumeweza kupata mradi huu wa madarasa 8 pamoja na ofisi 1 na matundu 12 ya vyoo. Lakini yote 9, 10 ni ujenzi wa chuo cha VETA kikubwa na cha kisasa kinachojengwa katika kitongoji cha Kaskazini, kijiji cha Ndagoni, kata ya Ndagoni. Kwa kutambua umuhimu wa mawasiliano ya barabara ili kuunganisha vijiji na vijiji ndani ya Mafia na kurahisisha ufikishaji wa maendeleo, Mheshimiwa Omar Kipanga anaelezea juhudi zilizofanyika katika ujenzi wa barabara unaopelekea wakazi wa wilaya hii kuyafikia maeneo yenye rasilimali pamoja na vitega uchumi kwa urahisi. Katika wilaya hii tuna barabara za namna mbili. Kuna barabara ambazo zinashughulikiwa na wenzetu wa TARURA na kuna zile barabara za TANROADS. Barabara yetu hapa ya TANROADS tuna barabara 2 ambazo zinahudumiwa na TANROADS, ambayo hii ya kutoka katika makao makuu ya wilaya hapa kwenda upande wa kusini, ambayo inakwenda katika kata yetu ya Kiegeani, katika kijiji cha Kiegeani ambako tunaunganishwa na kata yetu ya Jibondo kupitia bandari yetu ya Utende. Lakini upande wa pili ni barabara ambayo inakwenda katika tarafa yetu ya Kaskazini, ambayo inatoka hapa makao makuu na kwenda mwisho kabisa wa kisiwa ambako tunaita kule Bweni, nilikuzungumza hapo awali, katika kijiji cha Bweni, eneo ambalo linaitwa Rasimkumbi. Barabara hizi mbili, hii ya kwanza ya kwenda kusini ina jumla ya kilomita 14.4 na hii ya kwenda kaskazini ina jumla ya kilomita 54.4. Barabara yetu hii ya kusini tayari imeshajengwa katika hatua ya lami, lakini barabara yetu hii ya kaskazini bado haijajengwa kwenye hatua ya lami. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa kuhakikisha nayo ijengwe katika hatua ya lami. Lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, amekuwa akitenga fedha kila mwaka kwa ajili ya ukarabati wa barabara hii angalau iweze kupitika katika kipindi chote. Tuna mtandao mwingine wa barabara hizi ambazo zinahudumiwa na TARURA zaidi ya kilomita 140 ambazo ni mtandao wa barabara za vijijini ambao unahudumiwa na wenzetu wa TARURA. Naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa mara ya kwanza wilaya yetu imeanza kupata barabara za lami ambazo zinahudumiwa na TARURA. Barabara yetu ya kutoka Kurungeni kwenda mpaka kwenye mwalo wetu eneo la Bondeni Pwani au bandarini zaidi ya kilomita 2.3. Mheshimiwa Rais aliridhia matumizi ya fedha zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kuwekewa barabara yetu hii lami. Katika kipindi kifupi bajeti yetu ya barabara zetu hizi za TARURA imeweza kupanda kutoka milioni 600 mpaka bilioni 2.2. Katika mwaka uliopita wa fedha wa 21-22 tulitengewa zaidi ya bilioni 2.2 kwa ajili ya ukarabati pamoja na ujenzi wa barabara hizi. Niwahakikishie Watanzania, lakini hasa wananchi wa Mafia, barabara zetu zote zimejengwa katika kiwango cha changarawe na uboreshaji mkubwa sana unakuja katika kipindi kijacho cha mwaka ujao wa fedha. Lakini sambamba na ujenzi wa barabara hizi kumekuwa vile na ujenzi wa makaravati pamoja na madaraja katika maeneo mbalimbali ambapo barabara hizo zinapita. Vile vile Mheshimiwa Rais ameridhia uundaji au uchorongaji wa barabara mpya ambazo zilikuwa hazipo kabisa. Ukienda Ndagoni leo hii kama unataka kutokea Kipingwi, pale kulikuwa hakuna barabara. Mheshimiwa Rais ameridhia utengenezaji wa barabara ile mpya ambayo itatoka eneo letu lile la Ndagoni stendi pale inakwenda kutokezea moja kwa moja katika kijiji chetu kile cha Kibada katika kitongoji cha Kipingwi, itaunganisha na ile barabara ambayo inakwenda kule Kipingwi.
Wananchi nao wanasemaje? Katika wilaya ya Mafia, hii ni barabara ya kwanza ya mtaa kutiwa lami. Imekuwa ni furaha sana kutokana na barabara ni kubwa, inaingiza mapato mazuri tu. Kupitia hii barabara italeta mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kukamilika kwa barabara hii itatatua changamoto nyingi, haswa kwa wafanya biashara ambao wanaenda kuchukua samaki kwenye mwaro wa serikali uliopo kule baharini, na wafanya biashara pia wa mahoteli, kwa sababu huko barabara inapoendea mbele kuna mahoteli. Kwa hiyo pia serikali itapata kipato kingi kupitia katika hayo mahoteli. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Mafia unaelekezwa katika upande wa nishati ya umeme, ambapo hapa kati ya vijiji 23, vijiji 20 tayari vimekwisha fikiwa na huduma ya umeme, kama anavyobainisha meneja wa TANESCO wilaya ya Mafia, Bwana Rajab Madogo Haule, ambaye naye namkuta katika moja ya majukumu yake ya kikazi ya ukaguzi wa miradi ya umeme ambayo tayari imekwisha fungwa kwa wananchi. Na hapa ni katika kitongoji cha Kitomondo. Hapa tulipo panaitwa Kitomondo. Kitongoji cha Kitomondo ni moja kati ya vitongoji ambavyo vimeweza kunufaika na miradi mbalimbali ya usambazaji wa umeme. Hata hivyo, nilikuwa naelekea katika kijiji cha Bweni ambako kuna timu yangu nyingine ipo huko katika shughuli hizi za kusambaza umeme kwa wananchi. Kimsingi wilaya yetu sisi ina vijiji 23. Kati ya hivyo vijiji 23, 20 tayari vimekwisha kupata umeme, na vijiji ambavyo bado havijapata umeme viko vijiji 3. Huu mradi ambao nimekuja kuukagua leo ni miongoni mwa vitongoji 20 kati ya vitongoji 70 vilivyosalia ambavyo havijafikiwa na huduma ya umeme katika wilaya yetu ya Mafia. Jitihada zinafanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, pamoja na serikali yake, lakini pia kupitia Mheshimiwa Omar Kipanga ambaye ndiye mbunge na naibu waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia katika wilaya hii ya Mafia. Katika kipindi hiki cha miaka miwili kutoka mwaka 2020 mpaka kufika sasa, tumekuwa na ushirikiano mzuri sana na serikali yetu pamoja na mheshimiwa mbunge. Hali kabla ya miaka hii miwili haikuwa nzuri sana, hasa kwenye kusambaza umeme pamoja na vitongojini, lakini hali imeboreka kuanzia sasa. Kutokea kipindi hicho mpaka kufika sasa tayari vitongoji 20 vimekwisha nufaika, lakini pia kuelekea kwenye mwaka 2025 tunakusudia kusambaza umeme katika vijiji vilivyokuwa vimebakia, vijiji 3: Chole, Juwani pamoja na Jibondo. Kwa sasa katika mwaka huu wa fedha tayari tumeshatenga bilioni 3.2 kwa ajili ya kufikisha umeme katika kijiji cha Chole, na mara tu baada ya kufikisha umeme katika kijiji cha Chole tutaweza kufikisha umeme katika kijiji cha Juwani na mwisho kijiji cha Jibondo. Umeme ukishafika Chole tunategemea wananchi wapatao 200 karibia na 50 kuweza kunufaika na mradi huo. Mwenyekiti wa eneo hili pamoja na wakazi wana yapi ya kusema? Hapo mwanzo kwa swala la umeme kwenye kitongoji changu ilikuwa si rafiki sana. Kulikuwa na baadhi ya nyumba tu ambazo zilizokuwa zina umeme, lakini mpaka hivi tunavyoongea nashukuru kwamba kaya nyingi zimenufaika na umeme. Na kwenye mradi huu wa umeme wa LEA ambao leo kuja kukaguliwa, nashukuru kuna kaya kama 30 ambazo tayari zimeshaunganishiwa umeme na unafanya kazi kwa vizuri tu. Wala hatukutegemea wala katika ndoto zetu wala hazikuwepo ama Mafia utakopo kuna mradi wa umeme wa LEA. Na lingine zaidi, umeme huu ulivyoletwa mradi huu wala hauna ubaguzi katika minazi, kwenye mikorosho, nyumba za mabati, nyumba za nyasi, za matope, kila mtu
amepata mradi huu kanufaika. Lakini upi wito wa meneja kwa wakazi wa Mafia? Waombe kwanza wawe na subira. Kuna miradi mingi inakuja midogo midogo kwa ajili ya kusogeza huduma kwa jamii huko. Lakini rai yangu ya pili ni kwamba tulinde hii miundombinu ambayo serikali imetumia gharama kubwa sana kuwekeza katika miradi hii. Sasa wananchi tuwe na moyo ule wa kizalendo, tulinde hii miundombinu kwa sababu inatuhudumia sisi. Tuepuke kuchoma moto, tuepuke kukata mamiti kuangukia kwenye hiyo miundombinu na kuweza kuleta uharibifu. Lakini pia niwahimize ndugu wananchi, tujitokeze kwa wingi kuweza kuomba umeme kwa sababu serikali yetu imepunguza bei. Kuunganisha umeme ni shilingi 27,000. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi kufuata fursa hiyo, tuombe umeme sasa kwa wingi mno. Hata hivyo huduma zimeboreshwa. Tumeweka utaratibu wa kuomba umeme kupitia mitandao. Mwananchi sasa ataomba umeme kupitia mtandao wa simu. NiConnect ni utaratibu mmoja mzuri sana ambapo mwananchi ataomba umeme kutumia simu yake. Kama unatumia simu ya kiswaswadu utabonyeza nyota 152 reli. Utafuata maelekezo, utapata utaratibu mzuri kabisa, utapata huduma hii ndani ya siku 4. Kama unatumia simu za smartphone utadownload application ya NiConnect, utaelekezwa pale vizuri, ndani ya siku 4 tu tayari unapata huduma ya umeme. Mbunge wa Mafia Mheshimiwa Omar Kipanga hapa anatuelezea miradi mingine ya maendeleo ikiwemo huduma za maji katika jimbo lake na juhudi anazoendelea kuzifanya ili kuhakikisha maji yanakuwa ya uhakika muda wote. Ambalo changamoto za maji nao vile vile zilikuwa zipo toka tuingie madarakani. Lakini naomba niwahakikishie wananchi kuwa Mheshimiwa Rais aliweka malengo ya dhati kuhakikisha kwamba huduma ya maji inakuwa toshelezi, lakini vile vile inaweza kuwafikia wananchi wote. Katika kipindi hiki kifupi, zaidi ya bilioni 3.9 zimekwenda kutumika katika sekta yetu ya maji kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma za maji karibu na wananchi. Leo hii ninapozungumza, tayari kuna maeneo ambapo kuna visima vimeshachimbwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata huduma za maji kwenye maeneo hayo. Maeneo yafuatayo, tumeweza kwenda kuchimba visima virefu ambavyo vitaweza kusambaza maji katika vijiji zaidi ya vijiji 3 kwenye maeneo hayo. Tumekwenda kuchimba kisima kirefu sana katika kijiji cha Kanga kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunasambaza maji katika kijiji cha Kanga pamoja na kijiji cha Jojo. Kwa sababu kijiji cha Jojo tumepata changamoto kubwa sana kutokana na kule ni eneo ambalo linakwenda kabisa kwenye ncha ya bahari. Kwa hiyo tumeenda kuchimba kisima kikubwa pale. Lakini sambamba na hiyo tumeboresha sana mradi wetu wa maji katika kata ya Kirongwe ambao upo katika kijiji cha Kirongwe. Mradi huu ule unahudumia kijiji kile cha Kirongwe, lakini vile vile umevusha maji kupitia baharini kwenda katika kijiji chetu cha Jojo. Lakini sambamba na hiyo hivi sasa tumechimba kisima katika kijiji cha Kifinge katika kata ya Ndagoni. Na sasa hivi tuko kwenye hatua za kusanifu mradi ule ili uweze kutoa huduma katika kijiji cha Kifinge, kijiji cha Baleni pamoja na kijiji cha Kungwi, kwa kuhakikisha kwamba vijiji vile vyote kupitia kisima chetu kile vinakwenda kupata maji toshelezi. Sasa maji yaliyokuweko pale yanatosheleza kusambaza kwenye vijiji hivyo vyote. Lakini kama mnavyofahamu kwamba tuna mradi wetu mkubwa sana wa kule Kungwi Mwawani ambao ulisuasua hapa kipindi cha kati. Mradi ule Mheshimiwa Rais ameridhia na alileta fedha zaidi ya milioni 40 kwa ajili ya uboreshaji wa mtandao wa maji pamoja na ujenzi wa matenki kwenye maeneo yale. Mradi ule utakapokamilika utatusaidia sana kueneza maji katika kile kijiji cha Kungwi, lakini kijiji cha Kibada, lakini vile vile maji yatafika mpaka eneo kitongoji chetu cha Mchangani na Kungwi kule mwishoni magereza kule. Kuna kisima vile vile tumechimba katika kata ya Ndagoni katika kijiji cha Ndagoni kwa lengo la kuhakikisha kwamba kata yetu ya Ndagoni vijiji vyake vyote, kijiji cha Chunguruma, cha Ndagoni pamoja na Gonge, vijiji hivyo vyote 3 vinapata huduma ya maji. Kwa hiyo kuna kisima kikubwa sana tumeweza kuchimba pale Ndagoni na tayari tunasanifu ule mradi. Lakini vile vile tumechimba kisima kingine katika kijiji cha Malimbani kwa kuhakikisha kwamba tunapanua
wigo sasa wa usambazaji maji katika kijiji cha Malimbani pamoja na kijiji cha Kiegeani. Lakini vile vile tumechimba kisima kikubwa katika kata ya Miburani. Kisima tumechimba katika kijiji cha Miburani kwa lengo la kusambaza maji katika kijiji cha Miburani, Chemchem pamoja na Mlongo na vitongoji vyake vyote. Kwa hiyo miradi hiyo ambayo zaidi ya bilioni 3.9 imeweza kutumika, lakini vile vile bila kusahau kata kubwa ambayo ni makao makuu yetu ya wilaya katika kijiji cha Kilindoni, ambacho kuna kijiji cha Kilindoni pamoja na kijiji cha Dongo. Hapa fedha tayari zimeshatolewa kwa ajili ya ujenzi wa matenki makubwa mawili ya kukusanyia maji, lakini vile vile tunachimba visima vingine viwili kwa ajili ya kuvuna maji na kuweza kusambaza katika kata yetu ya Kilindoni. Kukutana na kufanya vikao na wananchi wake, hili ni jambo la kawaida kwa mbunge wa Mafia, iwe mchana ama usiku. Ama kweli ilani ya chama inasimamiwa vema katika jimbo hili, hasa kwa kuitazama miradi ya maendeleo inavyotekelezwa, ikiwemo usogezaji wa huduma muhimu kwa wananchi, ikiwemo suala la utawala bora na uwazi wa taarifa za maendeleo kwa wananchi. Kwani sasa ujenzi wa jengo la utawala kubwa na la kisasa linajengwa wilayani hapa ili kusogeza huduma ya kuwahudumia wananchi kwa wingi zaidi na kwa ukaribu, lakini pia kutoa nafasi ya wananchi wengi zaidi kuwafikia viongozi wao. Ndani ya miaka hii, mwaka mmoja huu na miezi 8, tumeweza kutumia zaidi ya bilioni 2.4 kwenye eneo hili la utawala, na maeneo yafuatayo tuweza kuyafanyia kazi. Tuweze kwanza kusema tuna jengo letu la halmashauri ambalo jengo hili lilianza kujengwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo tumeendelea na ujenzi wa jengo hili la halmashauri, lakini fedha nyingi sana tumeweza kutumika katika eneo lile. Bajeti yake kuu ilikuwa zaidi ya bilioni 5. Lakini fedha hizi zilikuwa zinatumika taratibu katika mwaka wa fedha husika. Na hivi sasa tuko kwenye hatua za mwisho kabisa kuhakikisha jengo letu lile la ofisi ya mkurugenzi au ofisi zetu za halmashauri linaenda kukamilika, ili watumishi wetu, wafanyakazi wetu wanapata mazingira mazuri ya kufanyia kazi zao kwa lengo la kutoa huduma kwa wananchi wetu. Katika kipindi hiki kifupi tumeweza kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 5 za wakuu wa idara. Na nyumba hizi zimeweza kujengwa katika eneo letu la halmashauri katika kata hii ya Kilindoni, katika kijiji cha Kilindoni, katika kitongoji cha Magemani karibu na hapa Kilindoni. Kwa hiyo nyumba hizo zimeshajengwa na ziko kwenye hatua kabisa nzuri. Jengo hili litakapokamilika halmashauri, wananchi wataweza kupata huduma bora kutoka kwenye idara mbalimbali ambazo zitakuwepo hapa za halmashauri. Kuna idara ya elimu, kuna idara za mifugo, kilimo, uhandisi, idara zote zitakuwepo hapa. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kupata huduma zao hapa katika jengo la halmashauri kuliko siku za nyuma ambapo walikuwa wanapata usumbufu mkubwa, na especially utakuta majengo yako scattered ambayo tulikuwa tunatumia. Unakuta akitaka kwenda elimu lazima atembee kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Akitaka kwenda ardhi, ana shida ardhi, lazima atembee kutoka aende kwenye jengo jingine. Lakini jengo hili litakuwa ni moja, litaaccommodate wafanyakazi wote katika eneo hili ambalo kwa ujumla mwananchi akija hapa huduma zote anazipata hapa. Lakini hapa kutakuwa na masijala moja, huduma zote zitakuwa zinapatikana hapa. Vile vile kwenye upande wa madiwani, kwa kweli madiwani hawana ukumbi wote ambao wanafanyia mikutano yao. Wamekuwa wakiazima ukumbi wa mkuu wa wilaya. Lakini kwa sasa jengo litakapokuwa limekamilika, tunategemea kwa kweli halmashauri madiwani watakuwa wote hapa na watakuwa wanafanya kazi zao hapa, na mikutano yote watakuwa wanaifanyia hapa bila tatizo lolote. Na wakitaka wananchi kuwapata, yani kwa ajili ya huduma mbalimbali, ni rahisi kuja tu hapa halmashauri na kukuta madiwani na mambo yao yote ya wananchi atakuwa yote yanafanyikia hapa halmashauri. Maendeleo ya Mafia katika sekta ya utalii nayo si sehemu ya kusahaulika, kwani ni miongoni mwa maeneo yaliyojaa vivutio vya kila aina, mahoteli ya kisasa pamoja na michezo mbalimbali ya baharini. Vyote hivi pia ni sehemu ya uchumi wa buluu, na hapa Mheshimiwa Kipanga anafafanua zaidi. Eneo jingine ambalo ningependa kulizungumzia ni eneo letu katika sekta ya utalii. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais amejipambanua, na katika kujipambanua katika kuisimamia sekta hii akiainisha na akibainisha wazi kabisa kwamba ni sekta mama ambayo inayoipatia kipato kikubwa sana nchi yetu. Lakini na sisi tuko humo ndani katika sekta ya utalii, na sisi tunachangia kwa kiasi kikubwa sana katika utalii wa fukwe. Kama mnavyofahamu, sisi Mafia ndio eneo pekee ambapo kuna hoteli kubwa
nzuri yenye gharama kubwa ambayo ni 5-star hoteli ambayo haipo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, ambayo ni hoteli yetu ile ya Thunder. Hoteli hii ipo katika kisiwa chetu cha Shungi Mbili. Ni hoteli ambayo kwa siku moja gharama yake tu pale kwa mtu kulala usiku mmoja ni zaidi ya dola 45,000 za Kimarekani. Ni hoteli kubwa nzuri ambayo inaimarisha utalii kwenye kisiwa chetu, lakini vile vile inaimarisha utalii katika taifa letu. Pamoja na kuwa na fukwe nzuri na uwepo wa hoteli hizi nzuri ambazo nilizielezea hapo awali, lakini vile vile sisi ndio ambao tunaongoza kwa kuwa na hifadhi nzuri ya bahari katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ni hapa Mafia pekee ambapo tuna kilomita nyingi sana za hifadhi ya bahari. Leo hii tukienda kule baharini, haswa katika fuko yetu ya kata yetu hii ya Jibondo pamoja na Kiegeani pamoja na kata yetu ya Baleni, ndiko mahala pekee ambapo unaweza kwenda kuona zile coral reefs zilizo nzuri kabisa ambazo hazipo katika uwanda huu wa Afrika ya Mashariki. Ni sehemu pekee ambapo unaweza kwenda kukuta mazalia mazuri ya samaki na mengi na aina mbalimbali za samaki ambazo haziko kokote kule duniani isipokuwa katika kisiwa chetu cha Mafia. Sambamba na hivyo, hiki kisiwa cha Mafia kimebarikiwa sana kwa kuwa na vivutio mbalimbali vya utalii, kwa kuwa na samaki mkubwa sana aitwaye papapotwe au kwa jina la Kiingereza anaitwa whale shark. Ni Mafia pekee ambapo unaweza kumuona samaki huyu katika mawanda mapana na kwa uwazi kabisa na katika kipindi maalum. Samaki huyu ni mkubwa na kama mnavyoona hapa, na mimi nimejaribu kuchukua angalau tu muweze kuona jinsi gani anavyoonekana katika picha yake ya halisi. Samaki huyu ndugu zanguni hapatikaniki kokote isipokuwa katika kisiwa chetu cha Mafia. Na kimekuwa ni kivutio kikubwa sana cha watalii kutoka maeneo mbalimbali duniani ya kufika hapa Mafia kuja kumuona samaki huyu, na ni samaki ambaye ni rafiki. Unaweza ukaingia baharini, ukaingia majini, ukaogelea naye, sichotakiwa ni kumgusa. Lakini ni samaki ambaye ni mkubwa, anaweza kufika urefu wa mita zaidi ya 45 kwa urefu wake, na anakadiriwa kuwa na uzito wa zaidi ya tani 50. Mradi mwingine muhimu ni mradi wa mfuko wa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Uchangiaji wa 10% wa mapato ya ndani. Kutoka Idara ya Maendeleo ya Jamii, Bwana Mika Mbise anafafanua. Tunakopesha hivi vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kuanzia Julai 2020 mpaka sasa hivi 2022 tumewezesha jumla ya vikundi 67 vya vijana, vikiwa ni vikundi 14, vikundi vya wanawake vikundi 44 na vikundi 9 vya watu wenye ulemavu. 20 mpaka 21 tuliwezesha kiasi cha mkopo cha milioni 138,780,000. Lakini kwa mwaka 2021-22 tumewezesha mikopo ya milioni 320,250,000. Kadri miaka inavyokwenda, kiwango cha kukopesha kinaongezeka kwa sababu na mapato ya halmashauri yanaanza kuongezeka. Kwa hiyo ile 10% inayotengwa nayo inapanda. Miko majina, naitwa Hatibu Haji Ngwali, ni mweka hazina wa kikundi cha vijana wapenda maendeleo ambacho kipo hapa wilayani Mafia. Kwa jina naitwa Faki Muhammad Isa, ni katibu wa vijana wapenda maendeleo. Sisi ni vijana ambao tumepatiwa mkopo ule ambao umetengwa na serikali 10% kwa ajili ya vijana, wanawake, wazee na walemavu. Kwa hiyo sisi kama vijana tulipatiwa pesa shilingi milioni 13, ambazo pesa hizo zimetuwezesha kununua pikipiki zetu aina TVS, pikipiki 5 ambazo tunazitumia. Mkopo huo tulichukua mwezi wa 5 ambao marejesho yalianza tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2021. Lakini kufikia tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwezi uliopita tumemaliza mkopo wa shilingi milioni 13, na tunashukuru kwa sasa hivi tunamiliki pikipiki zetu 5 mpya aina TVS. Napenda kuwashauri vijana wenzangu waje kwenye ofisi ambayo Idara ya Maendeleo, watapata elimu zaidi ili waweze kuchukua mikopo hii. Ni washauri vijana, hii mikopo ipo. Kama utakuwa umekizi vigezo vya kupata mkopo huu, halmashauri inatoa hiyo mikopo. Kwa hiyo ni washauri vijana wenzangu kama mimi wajipange katika mfumo wa makundi
waweze kufika idara ya maendeleo ya jamii, watapewa elimu zaidi katika kufanikisha hilo. Hata sisi baada ya kuweza kufanikiwa hili, tupo katika mikakati yetu ambayo tunajipanga tena kuweza kujua tunaanzia wapi kuweza kupata kuendeleza zaidi. Lakini pia tunashukuru serikali yetu kwa kutenga 10% kwa niaba ya vijana kutuwezesha katika kujikwamua katika maisha. Lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutufikiria sisi kama vijana na kuweka mkakati huu kwa kutuwezesha kupata mikopo. Lakini pia tunashukuru ofisi yetu ya idara ya maendeleo ya jamii kwa kutusimamia na kutushauri juu ya pesa ambazo wametupatia kuweza kufanya lile ambalo limekusudiwa na si vinginevyo. Lakini pia tunamshukuru ofisi ya mbunge pamoja na Mheshimiwa mbunge mwenyewe kwa kutuweza kufanikisha yale malengo ambayo alituahidi kutusaidia sisi kama vijana. Ilani ya Chama cha Mapinduzi haikuwasahau vijana katika michezo. Vijana wa Mafia wanakusanywa kwa pamoja na ligi mbalimbali za michezo wilayani humo, ikiwemo mashindano ya mbunge maarufu kama Kipanga Cup. Mheshimiwa Kipanga hapa anaelezea juu ya michezo hiyo. Katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, eneo mojawapo ambalo limezungumziwa kwa ufasaha na upana sana ni katika eneo la michezo, ikijipambanua na kubainisha wazi wazi kwamba michezo ni ajira, lakini vile vile michezo ni afya ya idadi yetu sisi wa Tanzania au wananchi kwa ujumla. Asilimia kubwa sana ni vijana, na tusipojikita vizuri na kukafanya vizuri na tukaratibu vizuri katika eneo hili la michezo, vijana wanaweza kutoka katika eneo hili na kujihusisha kwenye mambo mengine. Tunafahamu kuwa kwenye upande wa shule zetu tunakuwa na mashindano yetu yale ya UMITASHUMTA na UMISETA ambayo hivi karibuni tumeanza na vijana wetu wamekwenda kwa ajili ya kushiriki kwenye michezo hiyo. Lakini bila kusahau na vijana wengine ambao wako nje ya shule zetu hizi. Baada ya mimi kuliona hilo, nilisema kwamba ni lazima tutengeneze mkakati, na nilianza kidogo katika mwaka wa fedha uliopita kwa kuwa na mashindano maalum ambayo yatajulikanika kama Kipanga Cup. Mashindano haya ni makubwa, mashindano haya ni mazuri. Kwanza pongezi Mheshimiwa Waziri, kwa sababu tumeona jitihada zako za katika uongozi wako, umetuletea ligi Kipanga Cup, tumefurahi. Itasaidia kwa upande mmoja ama mwingine kwa ajira kwa vijana na kukuza vipaji vya soka katika wilaya ya Mafia. Katika kuimarisha sekta ya michezo wilayani kwetu, ambayo imezungumzwa kwenye ilani, moja kati ya sababu ya kupata ajira lakini pia kuboresha afya, halmashauri ya Mafia imetenga jumla ya shilingi milioni 100 kwa ajili ya kununua uwanja, lakini pia kuanza ujenzi, ambao kufanikiwa kwa shughuli hiyo maana yake kutaongeza kipato kwa wananchi wetu, hasa vijana ambao wamejihusisha katika swala la michezo. Pamoja na maendeleo yote haya, bado shauku ya mbunge wa jimbo hili ni kuiona Mafia inapaa zaidi katika kila nyanja: elimu, afya, barabara, utalii, uchumi wa buluu, nishati ya umeme na maji, kilimo na maendeleo mengine mengi. Hivyo anaifungua rasmi Mafia kwa wawekezaji na wadau mbalimbali wa maendeleo kuwekeza katika jimbo lake. Nitoe wito, tunahitaji kuifungua Mafia. Lakini Mafia tunaifunguaje? Tutaifungua Mafia kwa kuhakikisha kwanza tunafanya uwekezaji mkubwa katika wilaya yetu. Kwa hiyo nitoe wito na rai kwa wafanyabiashara kwa kuhakikisha tunakuja kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo letu. Mafia ina watu wengi wanaohitaji huduma mbalimbali za kibiashara. Lakini sasa hivi Mafia inafikika. Mafia tumeanza kuifungua, tunaendelea kuifungua, na kwa pamoja tukishirikiana tutaweza kuifungua. Nitoe wito kwa wafanyabiashara. Ndugu zangu, ni Mafia imefunguka. Tuna meli kubwa ya serikali itwayo MV Kilindoni ambayo inatoa huduma zake baina ya bandari yetu ya hapa Kilindoni pamoja na bandari yetu ya Nyamisati. Lakini sambamba na hilo, kuanzia mwezi wa pili mwaka jana tulipata kivuko kikubwa sana cha serikali ambacho kinaitwa MV Kilindoni, chenye uwezo wa kubeba zaidi ya abiria 200 kwa wakati mmoja na chenye uwezo wa kubeba tani zaidi ya 100 kwa wakati mmoja. Lengo kuu ya kivuko kile ikiwa ni kufungua Mafia kwa kuhakikisha kwamba bidhaa zetu zinazokuja huku zinasafiri katika mazingira salama na kuweza kufikisha huduma hizo kwa wananchi. Kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeeleza bayana kwamba pamoja na uwepo wa chombo chetu hiki kimoja ambacho tayari kimeanza kutoa huduma, ilani hii tayari imeeleza kwamba ifikapo 2025
lazima tuwe na kivuko kingine cha serikali. Tayari serikali ilishatoa zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya uanzaji wa utengenezaji wa kivuko hiko kipya. Lakini sambamba na hilo, nitoe wito vile vile kwenye eneo hili la kibiashara. Wakati tunaifungua Mafia kwenye masuala ya usafiri, kwenye masuala ya biashara, kwenye masuala ya utalii, hatuwezi kusahau huduma muhimu kama mabenki. Nitoe wito kwa mabenki yote kuja kuwekeza Mafia. Hivi sasa tuna benki moja ambayo tayari imeanza kutoa huduma zake hapa, ambayo ni benki ya NMB. Na tumeona juhudi za dhati ambazo zinafanywa na wenzetu wa CRDB, kwa sababu tumeona na wao wameanza kujenga jengo kubwa. Niwapongeze vile vile wenzetu wa Equity Bank kwa kuhakikisha na wao vile vile wanakuwa na tawi lao hapa Mafia. Hii ndiyo Mafia iliyopo mkoani Pwani. Wao wanapaita kisiwani Mafia, lakini sisi tunapaita nyumbani. Karibu Mafia.